Mvutano kati ya Urusi na Uingereza umeingia katika hatua nyingine baada ya Moscow kuionya London kwamba inaweza kukabiliana na madhara makubwa kutokana na msaada wa kijeshi unaotolewa kwa Ukraine, hasa katika eneo la ndege zisizo na rubani za masafa marefu. Onyo hilo limekuja wakati mashambulizi ya Ukraine dhidi ya maeneo ya ndani ya Urusi yakiongezeka, huku baadhi ya malengo yakiwa mbali sana na mpaka wa Ukraine. Hali hii inaonyesha jinsi teknolojia ya drones inavyobadilisha namna vita vya Ukraine vinavyopiganwa. Swali muhimu ni kujiuliza kwa nini Urusi imeamua kuitaja Uingereza moja kwa moja. Sababu kubwa ya Urusi kuitaja Uingereza moja kwa moja ni kuongezeka kwa ushiriki wa Uingereza katika kuisaidia Ukraine kujenga uwezo wa kushambulia kwa masafa marefu. Mwezi Aprili mwaka huu, Uingereza ilitangaza mpango mkubwa wa kupeleka angalau drones 120,000 kwa Ukraine, na kifurushi hicho kilihusisha drones za mashambulizi ya masafa marefu, ujasusi na upelelezi, usafirishaji pamoja na uwezo wa kijeshi baharini. Baadaye, London ilitangaza kifurushi kingine cha ufadhili wa takriban pauni milioni 752 kikilenga kuhakikisha Ukraine inapata drones 150,000 ifikapo mwisho wa mwaka 2026. Hii si mara ya kwanza Uingereza kuwa mstari wa mbele katika kuipa Ukraine silaha za masafa marefu. Uingereza ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza kabisa za magharibi kupeleka vifaru vya kisasa vya Challenger 2 kwa Ukraine. Pia ilikuwa nchi ya kwanza kutoa makombora ya Storm Shadow yenye uwezo wa kushambulia malengo yaliyo nyuma ya mstari wa mbele wa kivita. Kwa hiyo, kutoka kwa mtazamo wa Moscow, msaada wa Uingereza hauishii kwenye kujilinda kwa Ukraine. Unasaidia pia kuongeza uwezo wa Kiev kupeleka vita ndani zaidi ya eneo la Urusi. Katika miezi ya hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya nishati, viwanda vya kijeshi, maghala na vituo vya usafirishaji nchini Urusi. Baadhi ya mashambulizi yamefika maeneo yaliyo mbali sana na mpaka wa Ukraine, ambao kinadharia Ukraine haina uwezo wa kufanya mashambulizi hayo. Mfano mmoja ni mashambulizi dhidi ya maghala ya kampuni ya Wildberries. Wildberries ndio kama Amazon ya Marekani nchini Urusi. Baadhi ya maeneo yaliyolengwa yako zaidi ya kilomita 2,000 kutoka mpaka wa Ukraine. Ukraine imekuwa ikidai kwamba baadhi ya miundombinu hiyo inahusiana na uzalishaji au usambazaji wa vifaa vinavyotumiwa na jeshi la Urusi, ingawa kampuni hiyo na Kremlin wamekanusha madai hayo. Lakini kinachotia wasiwasi zaidi Moscow ni ukubwa wa mashambulizi hayo. Katika moja ya mashambulizi makubwa ya hivi karibuni, Ukraine iliripoti kutumia mamia ya drones kuelekea maeneo ya Urusi, huku Moscow pia ikilengwa kwa idadi kubwa kwa ndege zisizo na rubani. Hii inaonyesha kwamba vita haviko tena kwenye mstari wa mbele pekee. Drones zimeifanya Ukraine iweze kulenga miundombinu ya Urusi kwa umbali mkubwa bila kutuma ndege za kivita zenye marubani ndani ya eneo la adui. Na hapo ndipo swala la Uingereza linapokuwa nyeti zaidi. Moscow imedai kwamba drones zenye vipengele au usanidi kutoka Uingereza zimetumika katika baadhi ya mashambulizi ndani ya Urusi. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza haijathibitisha kwamba drones zake zimetumika kushambulia eneo la Urusi. Kwa hiyo, kuna tofauti muhimu kati ya kusema Uingereza imeipa Ukraine uwezo wa drones na kusema moja kwa moja kwamba serikali ya Uingereza imehusika katika kupanga au kuendesha mashambulizi fulani. Lakini kwa Moscow, mstari huo unaweza kuwa unazidi kuwa mwembamba zaidi. Urusi sasa inasema kwamba kadri Uingereza inavyoongeza msaada kwa Ukraine, ndivyo London inavyozidi kuwa sehemu ya mzozo huo. Na kauli ya Urusi kuhusu madhara imezua swali kubwa: je, Moscow inaweza kuishambulia Uingereza? Kuna uwezekano wa Urusi kutumia njia mbalimbali za kulipiza kisasi bila kuanza moja kwa moja vita vya wazi kati ya Urusi na NATO. Moja ya njia hizo inaweza kuwa kuongeza mashambulizi ya mtandao dhidi ya taasisi na miundombinu ya Uingereza. Njia nyingine inaweza kuwa operesheni za aina ya hybrid warfare, mashambulizi dhidi ya maslahi ya Uingereza nje ya nchi, au kuongezeka kwa shinikizo la kiintelijensia. Hata hivyo, hatari kubwa zaidi ni uwezekano wa tukio la kijeshi moja kwa moja. Ikiwa Urusi ingeshambulia eneo la Uingereza, hali hiyo ingekuwa tofauti kabisa, sababu Uingereza ni mwanachama wa NATO. Hapo ndipo kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO maarufu kama Article 5 kingeingia katika mjadala na kutumika rasmi. Kifungu hicho kinaweka msingi kwamba shambulio dhidi ya mwanachama mmoja linaweza kuchukuliwa kama shambulio dhidi ya wote. Lakini hilo halimaanishi kwamba kila tukio litasababisha moja kwa moja vita kamili ya NATO dhidi ya Urusi. Pia kuna kifungu cha 4 ambacho kinahusu mashauriano pale mwanachama anapoona usalama wake unatishiwa. Kwa hiyo, Moscow inakabiliwa na hesabu ngumu. Ikiishambulia Uingereza moja kwa moja,
inaweza kusababisha mgogoro mkubwa na NATO. Ikiwa haitofanya hivyo, inaweza kuendelea kuona nchi za magharibi zikiongeza uwezo wa Ukraine kushambulia malengo ya Urusi. Hivyo, vitisho vya Moscow vinaweza pia kuwa ujumbe wa kuzuia Uingereza kwenda mbali zaidi katika mgogoro huu kati ya Urusi na Ukraine. Ila kwa upande wa London, serikali hiyo imeonyesha wazi kwamba haitaki kurudi nyuma. Uingereza imesisitiza kwamba itaendelea kuiunga mkono Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Hii ina maana kwamba mzozo unaweza kuendelea kuwa katika eneo hatari ambapo nchi za NATO zinatoa silaha zinazoongeza uwezo wa Ukraine kushambulia Urusi, huku Moscow ikiongeza vitisho vya kulipiza kisasi. Kitu kingine muhimu ni kwamba drones zimebadilisha hesabu za kijeshi. Zamani, ili kushambulia eneo lililo mbali sana, nchi ilihitaji ndege za kivita au makombora ya gharama kubwa. Leo, drones za masafa marefu zinaweza kutumika kushambulia miundombinu muhimu kwa gharama ndogo zaidi. Hii inamaanisha kwamba hata kama Urusi ina mifumo mikubwa ya ulinzi wa anga, haiwezi kupuuza tishio la mamia ya drones zinazoweza kutumwa kwa wakati mmoja. Kwa upande wa Ukraine, kulenga viwanda, vituo vya mafuta na miundombinu ya kijeshi ndani ya Urusi unaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kupunguza uwezo wa Moscow kuendesha vita. Na kwa upande wa Urusi, mashambulizi hayo yanaonekana kama jaribio la kuhamisha vita ndani ya eneo lake na kuhatarisha usalama wa raia pamoja na miundombinu yake ya kimkakati. Kwa hiyo, mgogoro huu hauhusu tu drones, unahusu swali kubwa zaidi. Ni wakati gani msaada wa kijeshi kwa nchi inayopigana vita inamfanya mtoa msaada kuwa mshiriki wa moja kwa moja kwa mzozo huo? Urusi inaonekana kujaribu kuweka mpaka huo kwa kuionya Uingereza kwamba msaada zaidi unaweza kuwa na gharama kubwa. Uingereza kwa upande wake inaonekana kuamini kwamba kurudi nyuma kutampa Moscow nafasi zaidi ya kuishinikiza Ukraine. Na Ukraine inaendelea kutumia uwezo wa masafa marefu kujaribu kuifanya Urusi ilipe gharama za vita hata ndani ya mipaka yake. Hivyo, hatari kubwa si lazima iwe kwamba Urusi na Uingereza zitaingia vitani kesho. Hatari kubwa ni kuongezeka taratibu kwa ushiriki wa mataifa ya NATO katika vita, huku kila upande ukivuka hatua moja zaidi kuliko ilivyotangulia. Ikiwa mzunguko huo hautadhibitiwa, tukio moja lisilotarajiwa linaweza kubadilisha mzozo wa Urusi na Ukraine kwa mgogoro mpana zaidi kati ya Moscow na NATO.